muluye maya ngena huko lorize bwana umenyoro na mwezi huu. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia hiki ndicho chama ambacho tuko ndani yake. Deputy party leader wetu Mheshimiwa Parani, hata yeye wakati wa uchaguzi wa 2017 wengine walienda huko Kakamega kina Khalwale, wanawaambia watu wa Kakamega ati unajua Ford Kenya ndio chama ya Waluya. Walimwangusha wao kumwangusha. Alimwangusha hapo kumwangusha. Kama Kakamega kwenyewe wamesema chama ni ODM. Kama Busia wamesema chama ni ODM. Vihiga, gavana wa Vihiga ni wa chama cha ODM. Sasa mnatuambia chama ya nyumbani hii ni chama gani? Mnatuambia juu yake. Sisi tuko ndani ya chama cha ODM. Hapa Kibira, Mheshimiwa naibu wa party leader, hao watu Ken Okoth alikuwa ameinua maisha yao. Mambo ya elimu Ken Okoth alikuwa ameweka juu, alikuwa anajenga shule. Hata hapa kuna shule inaitwa Kibera Secondary, alituaga kama hajamaliza. Huyu ndugu yake Mheshimiwa Bernard Okoth alisema anataka aingie akamilishe kazi nzuri ambayo Ken Okoth alikuwa anafanya. Hawa watu wa Kibira wanataka barabara. Na mpaka wapenda kwa sababu mvua inanyesha, si ndio? Kwa hivyo hawa watu Mheshimiwa Bernard Okoth ukiwafanyia kazi hakuna kitu ambayo hawezi kukupatia in terms of support. Imebaki miaka 2 peke yake. Halafu kazi nzuri ambayo Ken Okoth alikuwa anafanya ikamilike. Si ni kweli? Na mimi nataka kuzungumza jambo moja tu kwa hii mambo ya BBI. Sisi kama chama cha ODM, sisi ndio baba wa hii mambo inaitwa BBI. Kwa sababu unajua ilikuwa ni kati ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta waliposalimiana pale. Ile ripoti ya BBI tunajua iko na maoni ya Wakenya kwa sababu walitembea kaunti zote, hata Kakamega walienda, Bungoma walienda, Busia walienda, hapa Nairobi kulikuwa na vikao. Wakenya wakatoa maoni yao, ni vipi ambavyo wanataka wapambane na ufisadi, wamalize mambo ya wizi ya pesa, wamalize mambo ya ukabila. Kenya hii na chuki na siasa za kugawanyana kila wakati. Kwa hivyo yale mapendekezo ambayo yatatolewa na hilo jopo la BBI, sisi kama chama cha ODM tuko tayari kuunga mkono. Tutawafundisha, tuwaelimishe na tuwaelezee hadi kieleweke ni vipi ambavyo tunataka kuendesha Kenya hii yetu. Kwa hivyo wale ambao wameanza kupiga kelele tayari, sisi tunawajua. Wale watu wa kupinga kitu hata hujaona ni nini iko ndani umeshaanza kukataa. Tunawaambia waunde timu yao huko, sisi tutaunda timu yetu. Ripoti ya mwisho Deputy Party Leader hapa Nairobi na hata kwa ule uchaguzi mdogo ambaye Mheshimiwa Zani amezungumzia kule Ghana, sisi tumeona handshake inafanya kazi. Kwa sababu wana Jubilee kila siku wanatembea na sisi. Unajua ile Jubilee original ya Mheshimiwa Rais wako na Mheshimiwa Bernard Okoth. Tunatembea hapa na Mheshimiwa Kamanda, Speaker wa county ya Nairobi, county assembly, Mheshimiwa Elachi, tuna campaign na yeye hapa. Mheshimiwa Shebesh ana campaign na sisi hapa. Kuashiria kwamba baada ya huu uchaguzi wa Kibira kutakuwa na miungano mpya ya kisiasa. Wale wamekuwa kitusumbua tunawabeba kwa mgongo. Mtu umembeba kwa mgongo na anakugojolea. Wewe ni mtu ya kumuita rafiki kweli? Omundu ngomweno yalinga sikwa. Mwenye sikwa. Sikwa zile ukafu mgongo, sipara zilinizio bosi kabisa. Lakini wazieleze se lifti, kesi nywao, sinyara wene, sinya wene. Alafu wanatusumbua wanapiga kelele ati pia sisi ni chama. Tumesema tunataka kuacha na mambo ya kubeba kupe. Watu ambao kazi yao ni kunyonya damu ya chama cha ODM. Huko Kakamega walikusumbua kama si hao watu. Hizo viti mingi ambazo walichukua huko Kakamega tunataka kuzirudisha zote. Na hapa Nairobi tunataka kuchukua kiti ya governor 2022 kama jamii ya Mlele. Mimi nimepewa target, governor lazima ikuwe Mluya. Tunataka tuingize MCS 30 wa Luya. Tuko na target yetu kama jamii. Mnanielewa? Wabunge sasa tuko na 2, tunataka 5 kama jamii ya Mlele hapa Nairobi. Na mimi nawahakikishia kama katibu wenu bindu bilala kukolausa bolera ngabalu ya befwe bindu bibindi hata soloma bwandu tasikalika nyo newenya huo mpaka sio muhana kengile musimba bindu bilala so mweke sana asili kumwile yeyota
akolari ukengila embeo ewo silabusa omwingisi ya musimba no khomekhayo no mwana wamenenganya kukukula sikali. Asanteni sana. Naona mheshimiwa Budalangi ameingia. Wapi makofi yake? Sitawacha uketi chini kwa sababu tulikuwa tayari tunataka kumkaribisha deputy party leader wenu kuanzia tarehe 7 mwezi wa 11. Mheshimiwa Bernard Otieno Okoro aje azungumze na nyinyi. Upatiane tano lakini madhara mwache. Ukileta vitu mtaniona. Wewe DJ endelea kidogo. Baba na hajaamka. Bado kama na hajaamka dakika moja. Mbona baba na amke? Hey. Abu Moli. Nikene maguire wapo. Wana Kibra mpo? Mpo? Ajenda yangu nataka nimalize ile kazi nzuri ambayo tulitekeleza. Kama ni kujenga shule, tuendelee kujenga, si ndio? Na vizuri hapa nimetoka kuona chairman Ken njoo hapa tafadhali. Na secretary general. Huyu tulijenga na yeye shule ya Mbagathi High School. Na yeye ni Muluya. Yeye alikuwa chairman ya ile jengo. Huyu hapa. Kama angekuwa mfisadi, shule ya Mbagathi ambayo ni secondary school. Asante sana. Iliwekwa milioni 48. Asante. Hata unasikia anajua. Committee ya Mbagathi High School. Shule nzuri ambayo tumejua hapa mambo ya masomo tumeipea kipaumbele kama wana Kibra. Cha mambo ya barabara vile vile nimeipea kipaumbele. Mmejua tuko na mikasa mingi hapa ya moto. Na kama hatuna barabara ili kuweza kuzuia zile janga la moto hatuwezi, si ndio? Wana Kibra mpo? Vijana najua wako na talanta mingi hapa Kibra. Na mimi nataka nitekeleze ile jambo. Tutajenga technical training school pale Toi Primary kushughulikia vijana wetu wote. Na pale tutatrain mambo ya plumbing, mambo ya masonry, mambo ya tailoring, mambo mengi pale. Kwa sababu vijana wetu hataki kuwaacha nyuma. Tunataka tutembee na hao pamoja. Kina mama najua mko kwa biashara ndogo ndogo na nilisikia mmoja alilia hapo. Hawa wamama wote kwa biashara ndogo ndogo mimi nitajali, nasimama na nyinyi. Tuko na hela zenu. Sawa? So kwa agenda yangu hakuna mtu atabaki nyuma. Na nasema elimu bora, mazingira bora, uchumi bora. Hiyo ni agenda zangu mkinichagua tarehe 7 mwezi wa 11. Na mimi nataka niwahakikishie kina mama wa Kibra na wazee wa hapa Kibra. Mumezaa kiongozi. Sawa? Kina mama mmezaa, si ndio? Tusikue wakati wa uongozi tukitaka kuchagua ndio tunaletewa viongozi hapa. Na vile vile kuna watalii weusi ambao wanakuja wakati wa uchaguzi. Wangapi wanakataa hao watalii weusi? Watalii weusi hatuwataki, si ndio? Wameketi huko kwa mikahawa kubwa kubwa na viongozi wetu kidogo wamewatapeli, alafu wanatuletea ati hao ndio viongozi. Kwani sisi hatujazaa? Vijana wetu hawajatosha? Si tumetosha? Mimi nimefurahi vile mmesimama na mimi sitakuwa mkabila, sitakuwa mfisadi na sitakuwa na mapendeleo. Nitawafanyia kazi na roho yangu yote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Deputy Party Leader, huyo ndio candidate wetu. Umesikia anaweza kujibu. Mwingine hapa akiulizwa swali anaambia Korir ajibu. Korir ndio mbunge wa Lang'ata hapa chini. Akiambiwa hivi anaambia Korir shika kazi. Mheshimiwa wa Budalangi, Mheshimiwa Rafael Wanjala, karibu msajili wa
Aya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ndabona nako bantu bapusia bakinge ho muhono. Muriaho da? Ndabona nako bantu Bungoma bakinge ho muhono. Bungoma bantu barula Bungoma bakinge ho muhono. Ndabona abantu bakakinge ho muhono. Muriho. Sasa tuko full house, si ndio? Abantu bamlembe kuli full house anoda. Sasa hii ni kanisa ya Mungu. Si ndio kanisa ya Mungu inaitwa Church of God? Wangapi wanaomba hapa? Karibu kila mtu. Nataka kuambia mnaomba Jumapili ama Jumamosi? Basi nataka mjue namna hivi vile nyinyi watu wa Kristo ya kwamba imeandikwa kwa Biblia. Very clear. Na hiyo ndio Mluya anafanya na hiyo ndio Mjaluo anafanya. Wacha hii watu wengine hawafuati Biblia. Mluya na Mjaluo ndio wanafuata Biblia. Na imeandikwa namna hivi. Na muulize pastor wenu kesho ya kwamba imeandikwa kwa Biblia, wewe ndugu yako mkubwa akikufa na awache familia yake ndogo, wewe kijana mdogo wake, chuingia kwa nyumba ya ndugu yako uendeleze hiyo nyumba. Imeandikwa. Na hatuachie hapo, na akasema na uzalishe huyo mama na mtoto wa kwanza aitwe jina ya ndugu yako marehemu na uendeleze hiyo, si ndio? Sasa si ndugu Yokozi ndiye alikufa? Yokozi si ni mdogo yake? Shida iko wapi? Shida iko wapi? Hii ni mambo tena tu, wacha wale hawafanyi vile Mungu anataka, so don't follow them. Kama wewe ni mtu wa Mungu, wewe fuata Mungu vile alisema ya kwamba ndugu yake mdogo afanye nini? Achukue. Si ndio hivyo? Sasa Butichi ndiye alikuwa ndugu ya Yokozi. Marika ni ndugu yake. Wanaweza kuwa watu wetu wa ukoo ndio, lakini sasa lazima itoke kwa hiyo nyumba. Hivyo ndio kunaenda. Tumeelewana? Hatutaki kusumbuka. Unajua sisi watu wanapenda kutugawa. Wanatuambia ya kwamba sisi Waluya sijui tuko namna gani. Nataka kuambia namna hivi. Hata Wameru si wa Kikuyu, lakini wameungana na wa Kikuyu na ndio wanabaki kwa serikali. Sisi Waluya kiongozi wetu ni Raila. Raila ndio tuko nyuma yake. Sisi Waluya tukiungana na Wajaluo, ni nini itazuia sisi kuchukua kiti? So mtu asitugawe kwa vipande ndio watutumie. Asanteni. Asante sana. Sasa kwa heshima kubwa nataka muweke mikono yenu pamoja, tukaribishe naibu wa waziri wa chama cha ODM. Weke makofi, weka moja, mbili, tena moja. Wapi makofi ya gavana jameni? Karibu sana wewe. Abantu banje mulembe kandi. Najua wengi wenu pangine tujaonana ana kwa ana, si ndio? Lakini kabla niongee machache kabisa, kwa sababu nilikuwa nimetulia pale, nimeona vile tunaendelea. Kwanza nimeleta salamu kutoka kwa baba. Mmezipokea? Vile mmejua baba atakuwa hapa kesho. Na leo ameenda Malindi kwa mazishi ya mtu wetu ambaye aliuawa kule. Kesho tutakuwa na yeye hapa. Ya pili, nimeleta salamu kutoka Kakamega.
na ile mkoa wa Magharibi yote, Vihiga, Bungoma, Busia, nimeleta salamu. Mmezipokea? Basi nilikuwa nije hapa na mzee kesho, lakini mimi mwenyewe nikaamua waje nije leo mapema nione Waluhya wangu wanasema nini. Kwa sababu sitaki nije kesho watu waseme nimekuja kwa mkongo ya baba. Mimi mwenyewe nije. Ndio kwa sababu nimekuja leo. Na nyinyi mnasema kura kwa nani tarehe 7? Mko sure? Nataka nione wale watapikia mtu wangu huyu. Basi nikitoka hapa niambie baba, Waluhya wote kutoka Kibra watapikiwa koti. Sawa sawa? Na mjue mimi niliingia siasa karibu miaka 20 iliyopita. Nimepitia mambo mengi. Siasa ya Kenya hii naijua kabisa. Kwa nini Oparanya amekatalia kwa ODM? Kwa nini? Saa hii ile serikali iko Kakamega ni serikali gani? Ya Huko Vihiga serikali ni ya Huko Busia serikali ni ya Bungoma peke yake. Ni kama kila mahali huko ni ODM. Watu wanatoka huko nyumbani kuja kuchanganya nyinyi hapa. Wakati ule hao walikuwa na candidates huko. Mbona hawakushinda sisi? Kwa sababu chama ni cha nyumbani. Mwaulize, kwa sababu hatutaki waje hapa kuanza kuongea uongo kwa nyinyi. Hawana watu, ni kusumbua tu nyinyi. Kama ni pesa sawa, wamupe pesa mkule, lakini mjue ODM ndio chama itaendelea mbele. Mimi usiniangalie nimesimama mbele yako, mimi ni mjinga. Mimi si mjinga kuwa hapo kwa ODM. Naangalia mbele. Mbona tangu niingie bunge 2002 kufika saa hii mimi niko kwa ODM? Ni kwa nini hao wajanishinda kura huko Kakamega? Kama wanaweza. Saa hii sasa nimewafungia kabisa. Mimi nilitoka hapa Nairobi nikaenda nyumbani kusimama kura kule Butere. Mimi natoka Butere. Mbona sikusimama hapa? Si nilisimama huko kwa sababu nimezaliwa wapi? Nimelelewa huko. Nimesoma huko, Mabole Primary, Butere Boys. University ndio ilileta mimi hapa Nairobi. Sasa nyinyi watu wa Kibira mungojee kuletewa mtu kutoka nje. Na huyu kijana amezaliwa hapo, amelelewa hapo, amesomea hapo, amefanya na nyinyi kazi hii miaka yote. Nukwa Kiluhya kawaida Abaluhya banji. Omushyere omusaza nafire ukalusinje arulanga erwanye nomba arulanga mungo. Sio ni kawaida. Sasa nyinyi mnataka mtoe mtu kutoka huko nje aje afanye hayo mambo. Na huyu kijana yuko na yeye anaweza. Sitaki aibu. Mimi nimesimama kwa ODM na nitaendelea kuwa kwa ODM mpaka wakati mimi nitatoka kwa siasa. Na nyinyi hata mlisikia wakati fulani nikasema hata mimi ile kiti ya juu nitafanya nini?
nitatafuta. Nikitafuta hiyo kiti mpaka niongee na watu wangu, si ndio? Ho okothuno ni ngasiere sangahani byakole ebisebilia huyu ndisa hano nembola ndakhonya huo naweza kola jina, si ndio? Kubolanga nde baba zinyanga zyose sisanga paka nolu no mwana omulayi byakole bise nobola mwana wangu sirira sielano ndikhale ha nikhonya betsukulu sinyanga sisanga nomanyire mzae njirena khokulekere kasi yefu no kunjira chikali kutsirire paka imberi nomba mulolanga siyesi ndakofula chechiri echiri kuiria echiri kuiria bana befu echiri kabisa. Kwa hivyo sisi watu wa ODM tumeamua Waluhya wote ambao wako hapa na Waluhya wale wako Western wako pamoja kwa chama cha ODM. Ni saa hii chama cha ODM na Waluhya mtu wetu ni nani? Si ndio? Mambo ya BBI. Kwanza sisi ndio tulitoa shukrani kubwa kwa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kuja pamoja. Ilikuwa vigumu sisi kufanya kazi kule kwetu. Ukiwa na mtu wa Jubilee wanakuandika. Na unajua mimi nina wajumbe wa Jubilee kule. Lakini kwa sababu ya BBI hao wabunge wamekuja pamoja, tunafanya nao kazi. Ndio kwa sababu sisi tunaunga mkono hiyo mambo ya handshake. Na hiyo BBI ikija tutaisoma, tutarudi hapa tumwambie yale yako mazuri na tuunge mkono. Tukiwa kwa Council of Governors pia tuna ile yetu ya ukatusi. Pia tunapanga tuone ile BBI na ukatusi tutaweka pamoja namna gani ndio tuendelee mbele. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Kwa sababu amani ambayo tuko nayo katika nchi hii, hiyo ndio pekee inaweza kusaidia sisi kwenda mbele kimaendeleo. Shida ni nyingi, nimepitia hapa, mabarabara ni mbaya, na ukosi nina hakika kwa sababu alifanya kazi karibu kabisa na ndugu yake, atakuwa mtu wa maana kufanyia sisi maendeleo. Na yeye tayari amesema atafanya na wale Waluhya wale wako karibu na yeye kuendesha mambo ya Kibra mbele. Kuli halala abandu banye kuli halala erula hano nimanyire msindo kupiro mundu wanje unekura hajira ndenya ningalo hano mambo ya kusema hii vyama ya nyumbani, hii vyama ya nyumbani. Sasa ukiwa na timu yako ya watu 11 unaweka wale watu ambao wanaweza kuingiza mpira. Usiweki tu mtu yoyote kwa sababu yeye ni mtoto yako au yeye ni ndugu yako au yeye ni jirani yako na hawezi kufunga mpira yoyote. Kwa hivyo sisi tuna timu na mnaona hao wote ambao wako hapa, hao ni Waluhya. Kusema hii chama cha Waluhya, na mimi nimekuwa hapo, na hii miaka yote ambayo nimesimama kura, nimesimama kwa kiti kwa chama cha ODM. Mbona kama hiyo vyama yao wanasema hii vyama ya Ingo, mbona mimi sijaanguka kura? Wakati nilisimama na Khalwale kwa chama cha nini? Fort Kenya, na mimi nikawa kwa ODM. Si alienda nyumbani? Saa hii ndio anatangatanga na Marika sasa. Si anatangatanga, hiyo ni kutangatanga. Watu wa ANC si walikuwa na mtu Usundwa alipata kura 1000 na mimi nikapata 1400. Mbona walikuwa wanasema hao ni chama cha nyumbani? Walikuwa wapi wakati huo? Walikuwa wapi? Kwa hivyo msitanganywe.
Sisi tushikane na baba, tuone mahali tunaenda wapi, atuachie kule Kanani. Kama hatufiki huko kwa sababu amechoka, aseme Oparanya fanya nini, endelea. Ko abandu befu emuboleranga kuli halai, mambo ya nyumbani sahau, kwa sababu wakati mimi nilisimama kura kwanza 2002, Waluya walikuwa hapa wengi, walikuja kunitembelea, nilikuwa nafanya kule airport. Wakasema wanataka mimi niwapeleke nyumbani wachukue kura huko. Nikasema hapana, wewe chukua mahali wewe unaishi, chukua kura hapa. Ukiwa Mluya na wewe uko Mombasa, wewe uko Nairobi, chukua kura hapa. Ukiwa Nakuru, chukua kura hapa, kwa sababu kule nyumbani tuna watu wamezaliwa wanaishi huko. Wewe sasa unakuja huko kufanya nini? Na hapa ndio unaishi. Angalia mahali unaishi. Nyinyi mjaona mimi nikija hapa atukuja nikuandikishe wewe uende upike kura kule Kakamega. Nimekuja. Sasa nyinyi muangalie mambo ya Nairobi, muangalie wakina Latwa. Tukiwa pamoja tunajua Latwa wako pale na yeye atasaidia watu wetu. Mkiwa na shida yoyote kupitia kwa Latwa mtafika kwangu haraka kabisa, na tutasaidiana. Tukitaka ujenzi kama hii makanisa haya mengi kupitia kwa Latwa na hao wengine mnafika kweli. Huyu Wanyonyi timu mtu wetu kabisa amesimama hapa. Hata nimekutana naye juzi, anasema nataka ugavana nini, pangine niende Bungoma. Namwambia hapana, hapo tu Nairobi. Ukitaka ni hapo Nairobi, kwa sababu Bungoma tuna watu na Bungoma si shida. Hata ule yoyote ambaye atachakuliwa atakuwa nani? Mluya, si ndio? Ule atachakuliwa hata akiwa Kajamakani atakuwa nani? Sasa huko hakuna haja. Tafuta kiti hapa Nairobi. Ndio kwa sababu mimi nimekuja kuhakikishia watu wa ODM wale wako Nairobi, nikiwa deputy party leader, ati sisi tunaunga watu wa Nairobi mkono, mtakue kijana wetu huyu. Kuja nikupe baraka. Sasa huyu ndio namupa baraka ya Waluya, nikiwa deputy party leader wa ODM. Nimemupa baraka aende apate kiti kwa tikiti ya ODM tarehe 7 mwezi ujao. Mungu akubariki. Hapo ngoja hiyo mlango wa nyumba ifungwe huko, ifungwe tubaki na moja. Mungu awabariki sana. Haya, tupigie viongozi wetu makofi. Ukizungukisha hiyo mlango ifungwe, halafu
Makina ni wapi? Makina ni huko juu. Nenda huko. Nitumia hii. Ana wasiwasi. Na kijana yale kifurahi. So naanza baroko ribosi barusha bosi babema bukusu abebi idako abebi bamumiasi bosi banyore bosi batiri bisuka bosi mweni saba asubuhi jana wapi bunge sawa Imran wapi Imran wapi hiyo si sauti ya Mluya bwana Imran wapi ekura bakuba mariga mba mama nani weta kwanza keneti wakati na musakuru yakumira kunyingi musakuru solale ni vijana barusha yakumira mugawele nomugano munene wa Nairobi na ni Morogoro kwanza lele mulimi wange ila ndio namulindira mwe mipige buraisa asante na sana ya Murangi Asante Olotu Wesio Mluya, lakini mimi niko na mambo mawili peke yake. Mmesikia niko na girlfriend Mluya, si ndio? Mtanikubalia nilete ng'ombe, si ndio? Baada ya uchaguzi, si ndio? Sasa mimi nasikitika na mambo mbili peke yake. Ya kwanza, huyu mtu anaitwa Deputy President William Ruto, nasikitika sana vile amepoteza kijana Mluya. Na mnajua ni kijana gani amepoteza? Amepoteza nani? Huyu kijana alikuwa anakula pesa zaidi ya milioni 8 kwa wiki moja. Ukipiga hiyo kwa mwaka ni milioni karibu 300. Amepoteza huyu kijana, hakuja hapa, amekuja kumaliza kabisa muziki. Juzi mumeona wakati walikuwa na kijana wao Kipchoge. Ameruya anasikianga wakati munasindikiza mtu ile wimbo ya Luere inaendaga na una gani? Luere Mariga. Wanamumaliza na kumsikiza kabisa. Ya pili na ya mwisho, huyu Mariga hana chochote chake hapa Kibra. Ile siku mutakuwa mukiamka asubuhi mukienda kupiga kura, yeye hana kura. Mumesikia hana kura hapa? Hana kura. Wakati munapiga line, juzi babu alisema yeye anatafuta girlfriend wa the late Ken Okoth, na babu akasema na munisameka hii ni kanisa. Huwezi kupiga Okoth mbele na upige nyuma. Unanisikia hiyo? Unaenda kupiga asubuhi, yeye atakuwa kule. Ya mwisho, tumuombee huyu anayempotosha, anaitwa William Samoei Ruto. Kesho mimi naenda kanisa, nataka kumuombea mashetani yote, ufisadi wote na kila kitu yote na mashetani yote ishindwe, sio? Tutoeni kofia tuombee huyu William Samoei Ruto. Tumuombee kwa hiyo mambo ya tumuombee. Hii watu wa Makina mmekunywa bangi. Unafikiri mimi naweza ombea Ruto? Mshindwe. asante walio haya narudi hapa jirani yenu wa Western. Watu wametona pale hata jirani. Lembe suwa. Lembe te. Lembe kyo mwami oparanya mlembe. Namugeje kimlembe kyo mwami Raila Amolo Odinga mlembe. Muli moyo. Kama mnataka kujua Mluya ni mtu important, vyama zote zinatafuta kura hapa Kibra, zinatafuta kura ya Mluya. Si ni kweli? Ukiangalia hiyo Jubilee Tanga wanataka Mluya. Ukiangalia hiyo ANC wanatafuta kura ya Mluya. Ukiangalia Ford Kenya wako hapa na wanatafuta kura ya nani? Mluya. Lakini muambie ngo sisi tuko ndani ya ODM. Sawa sawa? Kwa sababu mimi natoka Westlands. Nimepigiwa kura kwa chama cha ODM. Na mimi ni kijana Mluya. George hapa amepigiwa kura Makadara kwa chama cha ODM hapa Nairobi, si ndio? Sisi tusipoteze rada. Kwa sababu tunamaliza hii ni uchaguzi mdogo.
Nasi mwamanyire ni yakakucha. Eba kwa Nyasisa lakini Nairobi ta. Nekaba kwa Nyasisa lakini Nairobi baba siakwe banyolo bana kugenda nabo. Semanyire muriyo. Obalanganga kuli mukwasi. Sibalibe mukwasi. Neba bukula kwa bahana befwe ne kwese kubukula kwa babwe. Tawe sikale karyo. Nefwe kwa kubola kuliko. Wanda yo nemukenda naye. Ewe no orurayo ni akulinda Mungu ta. Nefwe kwa bolele kuli. Mheshimiwa Ken Ngakalotile. Wanda yekechile akulindile Mungu ta. Mumulekele ekhala amalibisi yakasi yewe. Nerundi kwa kubola kuli balu ya befwe. Kukhela kuma kwa katanga tawe. Kwa kuli kumukolo kwa BBI. Kuli kuma kwa ka handshake, si ndio? Na handshake ifo balu ya watu neta. Sikile kwa kubolaka kuli bandu bamulembe ta. Babola mheshimiwa Raila kuli chokhesi ya Uhuru. Acha amukese marefu kwa makumlembe. Nekucha maulile. Mukatibie kura ya fetawa ni msimu. Maulile bana refu. Kwa hivyo mimi namalizia nikisema ya kwamba tarehe 7 upachi kura umundu. Maulile. Ndumbu yo mwana wefwe. Ndumbu ya oparanya wefwe. Asante sana. Haleluya. Mulembe kandi. Yumanye kakuli taino. Wanyangu niruhusiano yefino. Ibakati njaba biya bata wanyikana baborengo. Kwa bandu baodi ya muda. Baka kuhakikisha msiani muradi ukore shina. Tarehe 7 asubuhi kanya kubuka mapema. Saa 2 asubuhi muradi ukore shina. Kungangana ngate kibira nokulaganga na bake dako yo mwisho shumulire raundi ndiro muluya paka holeshina. Asante walio kuna furaha kwa batili nulangwa muluya nulangwa oparane nulangwa esino wangwa yangu ni mawili. Walio ni watu wa maana, si ndio? Juzi uliona Nandi County. Walio walipigwa makupigwa. Na wamenunua shamba zao, si ndio? Kama umenunua shamba yako, miaka yote umezaa watoto, umezaa wajukuu. Deputy President sahi William Ruto ako Kakamega, ako Western, anaomba kura ya Waluya. Na juzi wamepigwa hapa na watu wamenunua mashamba huko vizuri na hakukuja kuokoa watu wetu. Wao ni jirani ama si jirani? Ni jirani ama si jirani? Mimi nataka kusema kwa wale Waluya wanatembea na Deputy President wakina Dismas wakifikiria hapa Kibira ni mahali pa kuchezea. Wajue Kibra Waluya ni ODM. Nataka muoneshe kwa mkono. Mnakubali hiyo? Na mimi nataka kusema sisi tumechaguliwa kwa Kibra. Wabunge wawili Waluya kwa chama ODM vile timu amesema. Tuko na MCA elect 9, nominated 5, wanamake 14 hapa Nairobi. Na deputy party leader, population ya Waluya Nairobi ni 1 million. Tumezana sana. 1 million. Na kama tuko 1 million, tuko na 800 registered voters after Wakikuyu hapa Nairobi. Tunataka tu kabila mbili tuungane tuchukue kiti ya Nairobi. So sisi tunataka kusema hapa Kibra Sifuna uko hapo Secretary General 2022 3 MCS kama mradi tutamrudisha tena 2022 3 MCS wa hapa wako Waluya. Hiyo tubembelezani. Hapo ni kwa sababu kweli. Wako wangapi? Na wewe Secretary General unachunga chama yetu. Kama tunapatia president pale juu Raila Governor Nairobi Muluya. Tunakubali kwa tupali. Mnakubali ama mkubali? MPs kwa wawili
unaongeza watatu, wanakuwa ngapi? Watano. Mnakubali ama mkubali? Na sisi hatujui vita SG nomination, walio wanapenda Mrembe. Sasa tutaangalia zile ward zetu, unachukua certificate, unawapatia, wanapeleka kwa IPC. Sisi hatujui kupigana na wengine, kwa sababu wenzetu wanataka kusukuma kabisa. Mlio ni mtu wa Mrembe, si ndio? Akiona vita takapo tena. Sisi tunataka amani, ODM ndio chama yetu, na wewe deputy party leader uko hapa, utusimamie tuende pamoja. Nikimaliza hapa Kibra, jameni, kama ukweli Musalia na Wetangula wanatupenda, wangeweka kande tumulia mgapi? Moja. Kwa nini wamekuja kila mmoja chama yake hapa? Hiyo ni ungwana kweli? Wewe mimi nataka kusema wasikie mali wako. Lazima walio waheshimike na lazima walio wajue kwamba sisi tuko hapa kuheshimiana. Tunataka 2022 hata kule Uhuru Park tuliwangojea, hawakukuja. Uhuru Park tukienda kuwapisha baba, hawakukuja, walitoroka ama kutoroka. Mimi timu Wanyonyi na mbunge ngine wa tulikuwa huko. Wengine walitoroka. Na watu wakasema kama baba hautaapishwa, mambo yako nini? Kuisha. Ni wao kama ni kweli. Walisema walikuwa wanangoja simu ya baba. Kutoka wapi? Sasa vita wanangojea simu. Shame on you. Karibu SG. Mheshimiwa Oparanya, hapa kukuambia hii leo ya kwamba hawa Waluya wakako hapa Nairobi, hapa Kibira ni watu ambao wamejipanga na ni watu. Wakati ya 2017 walisimamisha kijana mmoja anaitwa Khalwani. Unajua Khalwani? Yaani Khalwani. Wakasema yeye hapo kwa chama ya Ford Kenya ati chama ya nyumbani. Oparanya aliangusha yeye kuangusha yeye. Aliangusha yeye kuangusha yeye. Na yenu ni ya chama gani? Busia ni kwa Waluya ama ni kwa watu wengine? Watu ya Vihiga wako hapa. Vihiga ni wa chama gani? Kwa hivyo hawa ambao wanakuja kuambia chama ya nyumbani, Jogoo hapa Nairobi chama ni gani? Waambie wasikie. Mheshimiwa Oparanya, sisi kama chama huyu jamaa ambaye tunapambana hapa, ndugu yetu ati Mariga omwana wewe ni yele kini mpaka kumbolera bungali. Biblia inasema kama ndugu yako anapotea ni jukumu lako kumwambia kwamba anapotea, si kweli? Huyu ndugu yetu, hata hao waandishi wa habari wakimuuliza swali, anauliza Nixon Korir ajibu. Anapeana microphone hivi chini. Wakati mtakuwa mnaenda kwa ofisi yake kuuliza basari, ataita Korir. Mimi nataka kuuliza Korir, unataka kuwa mbunge wa constituency ngapi? Yaani ya Lang'ata imekushinda, unataka kuja ufanyie watu ya Kibira kazi pia. Na huyu Mariga akimukienda kwake kuuliza basari, anaita Korir. Mkisema barabara yenu ni mbaya, anaita Korir. Hapo afanye kazi. Wewe ni mwanaume kweli? Huyu jamaa tumeambiwa kwamba yeye amekuwa mchezaji mashuhuri wa mchezo wa soka. Amecheza kuja muonyeshe, muulize Oparanya waonyeshe vile stadium huwa inajengwa. Si ni kweli? Imewashinda haijawashinda? Sisi tunataka vijana wetu hapa. Mheshimiwa Oparanya, sisi tunajua sport inaweza kuinua vijana. Watu tununue shares, Mheshimiwa Oparanya anunue shares hapo, sisi wote tununue shares, tuweke pesa ndani ya klabu yetu. Si ni kweli? Kwa sababu hii mambo ya mbebo hii ndio wanakuja hapo na mapesa ambayo wameiba, wanakuja wanamwaga kwa timu zenu, wanamwaga kwa makanisa, nyumba ya Mungu. Mimi nataka niwaambie, mimi ni Mkristo. Pesa ya damu haiwezi kujenga hekalu la Mungu alafu uwepo wa Mungu ushuke juu ya hayo madhabahu. Huo ndio ukweli wa mambo. Na ndio kwa maana katika Biblia